بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ndugu Muislam, tukiendelea na kitabu Sharh Thalathatul Usul, sharh ya Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullah. Bado tunaendelea na nguzo ya al-imanu billah, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na mtu kuitekeleza al-imanu billah. Tukaona nafungamana mambo manne. Jambo la kwanza ni wujudullahi subhanahu wa ta'ala, kupatikana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika jambo hili tukaona kule kupatikana kwa Allah subhanahu wa ta'ala kunakuwa katika kuangalia dalili nne. Dalili ya kwanza ni alfitra ambayo tushasoma. Dalili ya pili ni al-aqlu, na dalili ya tatu ni ash-shar'u, na leo inshallah tunasoma dalili ya nne ambayo ni al-hiss. Wa amma adillatul hissi ala wujudillah, ama dalili za hisia, yani kwa kuona juu ya kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, au vile vile kwa kusikia. Sheikh anasema fa min wajhain, basi zinatokana na pande mbili, ambayo hii ya kwanza tumesoma katika kitabu kilichopita, nayo ni ahaduhuma annana nasma'u wa nushahidu min ijabati ad-da'ina. Moja ya kati ya hizi dalili mbili ni kwamba, yani upande mbili inahusiana na al-hiss, ni kwamba sisi husikia na vile vile kushuhudia kwa macho majibu ya dua za wale ambao kwamba wanaoomba, wa ghawthil makrubin, na vile vile msaada unaotolewa kwa walio katika dhiki. Ma yadullu dalalatan qati'atan, jambo ambalo kwamba linaonyesha kwa dalili ambayo kwamba iliyo wazi kabisa nayo hakika, ala wujudihi ta'ala, juu ya kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ilikuwa ni alwajhu alawwal. Alwajhu athani, upande wa pili, anna ayatil anbiya, hakika ishara ya manabii, allati tusamma almu'jizat, ambazo zinaitwa mu'jiza, wa yushahiduha an-nas, ambazo watu huziona kwa macho, au yasma'una biha, au watu husikia habari zake. Burhanun qati'un ala wujudi mursilihim, ni ushahidi wa hakika unaothibitisha kuwepo kwa aliyewatuma, naye nani? Wa huwa Allahu ta'ala, naye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu liannaha umurun kharijatun an nitaqi al-bashar, hayo ni kwa sababu miujiza ni mambo ambayo kwamba yaliyo nje ya uwezo wa mwanadamu. Yujriha Allahu ta'ala ta'yidan lirusuli, Allah subhanahu wa ta'ala huyafanya kwa ajili ya kuwathibitishia ya kwamba hao ni mitume wake, wa nasran lahum, na vile vile kuwapa ushindi na msaada. Mithalu dhalika, mfano wa hilo, ayatu Musa alayhi salam, miujiza ya Nabii Musa alayhi salatu wassalam, hina amarahu Allah ta'ala an yadriba bi'asahu al-bahr, wakati Allah subhanahu wa ta'ala alipomwamrisha Nabii Musa aipige bahari kwa ile fimbo yake. Fadharabahu, basi bahari kama ile akaipiga. Famfalaqa 12 tariqan yabisan, basi bahari kama ile ikapasuka na ikawa nenye kutoa njia 12 ambapo kwamba ile kavu, yani ikaonekana hakuna hata maji, kama kulikuwa kuna maji hapo, yani kukawa kavu kabisa. Walmau bainaha kaljibal, huku maji yaliyokuwa pale kati yake yakawatoka kama mfano wa njia, kisha
yakasimama kama mfano wa majabali. Qala Allahu ta'ala, ndio Allah subhanahu wa ta'ala amesema, fa auhaina ila Musa anidhrib bi'asaka al-bahr, tulimletea wahi Musa tukamwambia piga bahari kwa fimbo yako. Fanfalaqa, basi bahari kama ile ikatengana. Fakana kullu firqin katawdil adhim, na kila sehemu ikawa ni mlima mkubwa. Wa mithalu thani, mfano wa pili, ayatu Isa alayhi salatu wassalam, ni muujiza wa Nabii Isa alayhi salatu wassalam, haithu kana yuhyi almauta, wakati alipokuwa akiwahuisha wale waliokufa, wa yukhrijuhum min quburihim biidhnillah, na kuwatoa makaburini mwao kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala amesema, wa uhyi almauta biidhnillah, na anawahusisha, yani anawahuisha, anawafufua wale watu waliokufa kwa idhni ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala, Allah anasema tena katika nyingine, wa idh tukhrijul mauta biidhnillah, na alipokuwa akiwatoa wale watu anawatoa kwa idhni ya nani? Kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mithalu thalith, na mfano wa tatu, li Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ni mfano wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hina talabat minhu Quraish aya, wakati pale Makuraish walipomwomba mtume sallallahu alayhi wasallam awaonyeshe muujiza. Fa ashara ila alqamar, mtume sallallahu alayhi wasallam akaashiria kwenye mwezi. Fanfalaqa, basi mwezi kama ule ukapasuka, firqataini, vipande viwili. Faraahu nnas, watu wakaona mwezi umepasuka vipande viwili. Wa fi dhalika qawluhu ta'ala, basi ndipo Allah subhanahu wa ta'ala amesema ushahidi wa jambo kama hili, iqtarabatis sa'atu wa inshaqqa al-qamar, saa imekaribia. Iqtarabatis saa, saa imekaribia, kiyama kimekaribia. Wa inshaqqa al-qamar, na mwezi umepasuka. Wa in yarau ayatan yu'ridu, na wakiona ishara kama hiyo hugeuka. Yu'ridu, hugeuka upande. Wayaquluna, na husema sihrun mustamir, huu ni uchawi tu unazidi kuendelea. Basi Sheikh anasema fahadhihi alayatu almahsusatu, basi miujiza kama haya au aya kama hizi ni zile miujiza kihisia zinazoonekana kwa wazi, allati yujriha Allahu ta'ala ta'yidan lirusuli, ambazo Allah subhanahu wa ta'ala huzifanya ili kuwatilia nguvu na kuwaunga mkono mitume wake, wa nasran lahum, na kuwapa ushindi. Yadullu dalalatan qati'atan, zinaonyesha kwa dalili yaqini kabisa, ala wujudi llahi ta'ala, juu ya kuwepo kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Basi mpaka hapa namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufahamishe zaidi na atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.